Kitakwimu ni rasmi kuwa Yanga imeshafuzu ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao ikiwa imesaliwa na mechi 4 mikononi. Hiyo imewapa kiburi cha kuanza harakati za kufumua kikosi na kupanga hesabu mpya tayari kwa michuano hiyo mikubwa inayoratibiwa kuwa na pressure kubwa kwa msimu ujao. Mwanaspoti linajua mastaa wanne wakiwemo viungo wawili Salum Bakari Shwaboy na Farid Musa watapishana na mashine nyingine klabuni hapo. Shwaboy na Farid huenda wakapelekwa kwa mkopo Singida Black Stars kama mipango itabaki kama ilivyo sasa. Kisha kiungo wa Singida Black Stars Jonathan Arthur Bada huenda akapishana nao, ikielezwa anatarajiwa kutua Yanga kwa msimu ujao kuongeza nguvu katika timu hiyo yenye nafasi kubwa ya kuleta kocha mpya mwishoni wa msimu huu. Pamoja na striker Jonathan Soa pia atakayekipiga katika timu hiyo na ligi kuu. Watetezi hao wa ligi kuu na kombe la shirikisho FA wamejihakikishia kucheza michuano hiyo ya CAF baada ya kukusanya pointi 70 katika mechi 26 walizochezea hadi sasa, ikiwa na uhakika wa kumaliza ndani ya nafasi 2 za juu za ligi hiyo. Chanzo cha kuaminika kutoka Yanga kimeliambia Mwanaspoti kuwa uongozi wa timu hiyo umeanza kusajili tayari kujiwekea mguu sawa kwa msimu mpya, huku kiungo wa Singida Black Stars akiwa miongoni mwa nyota watakaocheza Yanga. Star huyo mwenye mabao 3 na assist 8 msimu huu ameanza mazungumzo na Yanga kwa ajili ya kujiunga msimu ujao na ataungana na Soa ambaye alikaririwa akisema, viongozi wa Singida waliponifuata niliwaambia nyumbani kwangu ni Yanga. Rais wa Yanga Engineer Hersi Saidi ni kama malaika kwa alionifanyia katika maisha yangu, ni swala la muda tu kabla sijajiunga nao Yanga. Chanzo chetu kuhusu usajili wa nyota huyo akilisema ni kweli mazungumzo ya kunasa saini ya kiungo huyo yameanza na yapo katika hatua nzuri. Nafikiri kama mambo yataenda sawa atakuwa sehemu ya kikosi chetu msimu ujao kama mchezaji wa ndani baada ya kubadili uraia. Tumezingatia mambo mengi kutamani kuwa na mchezaji huyo. Ni mmoja ya wachezaji walioonyesha uwezo mkubwa kwenye ligi yetu, lakini pia tunaamini anaweza kuongeza nguvu kwenye kikosi chetu kutokana na aina yake ya uchezaji. Baada ya muda kucheza eneo la kiungo mshambuliaji namba 10 na namba 8, kutua kwake ndani ya kikosi hicho itakuwa sehemu kubwa ya kuwa mbadala wa Stefan Aziz ambaye anatajwa kuwa katika mipango ya kuondoka Jangwani, lakini ataongeza pia kasi kuania namba kikosini kama timu hiyo itafanikiwa kumbakiza Pacome Zouzoua anayecheza eneo hilo akiwa amefunga mabao 8 na assist 9, akihusika katika mabao 17 katika 68 yaliyofungwa na timu hiyo. Yanga inatajwa pia ipo mbioni kumrejesha aliyekuwa kiungo wa timu hiyo Faisal Salum Feitoto aliyepo Azam FC kwa sasa akiwa na rekodi nzuri tangu amejiunga na timu hiyo msimu uliopita. Ukiondoa kiungo huyo sambamba na mshambuliaji waliotajwa kujiunga na Yanga, timu hiyo pia ipo kwenye mazungumzo na beki wa zamani wa Simba ambaye sasa anakipiga na AS FAR Enoch Inonga. Wakati baada ya kitajwa kuwa mbioni kuibukia Yanga, nyota viungo wawili wa timu hiyo Farid Musa na Salum Bakari Shwaboy hawatakuwa sehemu ya kikosi hicho kwa msimu ujao, kwa kilichoelezwa kuwa watatolewa kwa mkopo dirisha kubwa la usajili kwenda Singida Black Stars. Wawili hao wote wamebakiza mkataba wa mwaka mmoja baada ya kusaini mkataba wa miaka 2 kila mmoja mwanzoni mwa msimu huu. Chanzo cha kuaminika kutoka Yanga kimeliambia Mwanaspoti nyota hao wa zamani wa Azam FC licha ya kuwa na uwezo mkubwa wanakosa nafasi ya kucheza mara kwa mara, hivyo ili kulinda vipaji vyao wameona ni bora wawatoe kwa mkopo ili kwenda kuongeza ubora wao. Ukiondoa wachezaji hao, Yanga ina kibarua cha kuwabakiza baadhi ya mastaa muhimu wa kikosi hicho cha kwanza ambao mikataba yao inaelekea ukingoni, ikiwa ni pamoja na kiungo fundi wa boli Halid Aucho, Duke Abuya, Pacome Zouzoua, Max Nzengeli, Yao Kwasi na wengine ni wale ambao hawana namba ya kudumu katika kikosi cha kwanza kama fundi mwingine Klatos Chota Chama, Jonathan Mkude na kipa Abtwalibu Msheri.